Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Ninakiri ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jina lako ni kuu kupita majina yote. Tunakualika na kukukaribisha mahali hapa, uwe pamoja nasi, utuongoze sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Nikukaribishe mtumishi wa Mungu katika kipindi chetu ambacho kitakuwa ni kizuri sana kwa mwaka huu 2026. Ni kipindi kinachoitwa Shindania Haki Yako. Shindania Haki Yako. Nikukaribishe tu mtumishi wa Mungu, wewe unayetufuatilia kila wakati na kututazama. Ninaamini ni ujumbe mzuri ambao utakusaidia kabisa kwa mwaka huu. Kwanza nitangulie kwa kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa hiki kipindi. Ni kipindi ambacho kitatuvusha kabisa kwa mwaka huu. Na hasa mwanzoni mwa mwaka huu. Ujumbe nimepewa na Bwana kwa ajili ya watu wake. Kuna watu wengi wamefika mahali wamekata tamaa, wamevunjika moyo, na wakati mwingine wameona kwamba Mungu hayupo. Lakini nisikilize vizuri. Kipindi Shindania Haki Yako utanielewa vizuri endapo utanifuatilia, na kuna uwezekano kwamba ni wakati wako wa kutoka sasa. Nisikilize vizuri. Unajua mara nyingi sana kwa dunia ya leo na kizazi hiki, jambo la kwanza nataka kusema injili ya kweli imepotea. Lakini mimi unapofuatilia hiki kipindi hakitakuwa kwa maana ya mambo ya dunia peke yake, isipokuwa ni mambo ambayo yatahusisha na kuirithi mbingu. Nisikilize, watu wengi wameshindwa kuirithi mbingu kwa sababu hawajakaa kwenye nafasi zao na adui amewaibia haki zao. Siku moja mtu mmoja akasema, we naye mbona unapenda sana kumzungumzia shetani? Sikiliza nikwambie. Shetani amekuwa, ukisoma Biblia, shetani ametajwa mara nyingi zaidi kwenye Biblia. Alafu wewe utamchukulia kiumbe kama yule, utamchukulia poa. Eti usitaje kuhusu shetani. Sikiliza, Mungu anapofunua siri kuhusu mbinu za shetani, huwezi ukapigana na adui usiyemjua uwezo wake. Na ndio maana kanuni za kivita ni lazima umjue adui yako, udhaifu wake, nguvu yake. Ndio maana itakuwa ni rahisi kumshinda. Utakapomvamia adui bila kujua nguvu yake, umekwisha kushindwa vibaya sana. Na kwa kizazi hiki na karne hii, Mungu anajaribu sana kufunua. Kwanza kabisa, uwezo wa Kristo tunaujua vizuri. Hakuna mtu ambaye ameokoka hajui uwezo wa Kristo. Lakini ni muhimu sana umjue pia adui wa Kristo ili wewe uweze kumshinda. Nisikilize. Unajua wakati mwingine tunamhitaji Mungu kutupa maarifa ili tuweze kuishi duniani kwa kumiliki na kutawala, lakini tuweze kuishi duniani kama watoto wa Mungu. Nakumbuka siku moja Bwana alinifundisha akaniambia kwamba inawezekana kuishi duniani kama uko mbinguni ingawa umevaa mwili. Kumbuka mbinguni hatutakuwa na mwili, tutakuwa tumekwisha kuuvua, lakini duniani pia tunahitaji kuishi kama tuko mbinguni. Unaposema kuishi maisha kama uko mbinguni ingawa uko duniani, na kuna mambo yafuatayo. Ni kwamba mbinguni kuna amani ya kutosha. Ni amani ambayo inatoka ndani, isiyo na hila. Ni amani ambayo haichanganyikani na chochote. Ndio maana ya kuishi mbinguni uko duniani. Lakini mbinguni kuna furaha. Nafikiri tunaposoma Biblia tunagundua kwamba mbinguni kuna kucheza na kufurahi na kuimba tu. Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inazungumzia mazingira ya mbinguni, Yerusalemu mpya, mbingu mpya, inazungumzia mbinguni, sijui kuna taa, sijui kuna nini. Ukisoma vizuri kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli utaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana.
duniani tunaishi kwa amani, tunaishi kwa furaha, na ndipo mafanikio tutaweza kuyapata. Sasa nisikilize, watu wengi wanafikiri kuwa na pesa na kuwa na mali nyingi ndio kufanikiwa. Sio kufanikiwa. Paulo anasema utaua pamoja na kuridhika. Utaua, yani utakatifu pamoja na kuridhika. Huo ndio utajiri. Hakuna utajiri mkubwa kama amani. Na nisikilize, adui anapambana kujaribu kuondoa amani kwenye maisha yetu. Mtu mwenye Mungu kamili na yuko kwenye mpango wa Mungu, ingawa atakuwa hamiliki vyote, lakini nisikilize, hatapungukiwa na uhitaji wake. Kwa mfano, Yesu mwenyewe alisema ya kwamba waangalieni ndege wa angani, hawapandi, hawavuni, lakini Bwana huwavisha. Maana yake ni nini? Mtu hautapungukiwa na uhitaji muhimu. Nisikilize, ukisikia mtu ana uhitaji halafu bado hajapata suluhisho la uhitaji wake, au hakuna njia inayomwezesha kutatua uhitaji wake, huyo mtu bado yuko chini ya mikono ya adui. Niseme kwamba Yesu Kristo alipokuja duniani, nisikilize, tuige mfano wa Yesu sasa. Yesu alipokuja duniani hakuwahi hata kwenda kulima popote, lakini mambo aliyoyataka yafanikiwe yalifanikiwa. Kwa mfano, alipotaka kwenda kuhubiri mahali, aliweza kwenda. Sikia, unaweza ukasema kwamba kwa sasa hivi tunahitaji kusafiri kwa magari, ndio wakati huo. Tunahitaji kusafiri kwa ndege, ndio inahitajika, lakini bado Mungu aliwapa njia ya kwenda kuhubiri, ingawa hata kama ni mbali, aliwapa uwezo wa kutembea na kufika kule. Sikiliza, afya njema wasingekuwa nayo, wasingeweza kwenda kuhubiri. Utamuuliza mtumishi wa Mungu Ayubu siku ukikutana naye,